Tunapoendelea na safari yetu ya hekima kwa kufuata mpangilio wa matukio katika Injili, tumefika Kapernaumu ambako Mafarisayo wanamkosoa Yesu na wanafunzi wake kwa sababu hawafuati sheria. Hawali chakula kwa mikono safi. Hawajanawa mikono. Sasa Yesu anawageuzia kibao kwa namna fulani. Anafichua unafiki wa mioyo yao isiyo safi. Sasa baada ya hayo, kinachofuata kinapatikana hapa katika Mathayo sura ya 15 mstari wa 21. Tunaambiwa kwamba Yesu aliondoka pale na akaenda katika maeneo ya Tiro na Sidoni. Hii ilikuwa ni eneo la wapagani, watu wasio Wayahudi, kwenye pwani ya Mediterania. Hapa ndipo palikuwa nyumbani kwa Yezebeli, mahali ambapo watu walikuwa wakitoa watoto kafara kwa mungu mwovu Moleki nyakati za Agano la Kale. Hatuambii ni muda gani Yesu na wanafunzi wake wamekuwa hapa wakati uwepo wao unapotambulika. Mstari wa 22 unatueleza, mwanamke Mkanaani kutoka eneo hilo alitoka na alikuwa akilia, nihurumie Bwana, mwana wa Daudi. Binti yangu anateswa sana na pepo. Katika Injili ya Marko tunaambiwa kwamba Yesu aliingia ndani ya nyumba, na inaashiria kwamba mwanamke huyu alimfuata moja kwa moja hadi ndani ya ile nyumba. Sasa licha ya kwamba ameandikwa kama Mkanaani na katika Marko sura ya 7 mstari wa 26 kama Msirofoinike kwa kuzaliwa, alitoka makusudi kuja kukutana nao. Na kilio chake wakati wa kitenzi unaonyesha ni kitendo kinachoendelea, na hiyo ni kwa sababu hitaji lake ni la dharura sana. Kinachonivutia hapa ni kwamba anatumia cheo cha kimasihi kwa Yesu, akimwita mwana wa Daudi. Anajua kitu fulani kumhusu, lakini atajifunza mengi zaidi muda si mrefu. Basi katika Mathayo sura ya 15 hapa mstari wa 23, wanafunzi walimsihi wakisema, mwondoe, maana anapiga kelele akitufuata. Mimi binafsi naamini kwamba wanafunzi wanataka Bwana ajibu ombi lake na afanye haraka ili amwondoe, unajua, asiwachoshe. Zaidi ya hayo, kumbuka huduma yao mwanzoni ilikuwa hasa kwa Wayahudi. Hakika si kwa Wakanaani wapagani. Lakini Yesu anataka kumfundisha kitu hapa, ataimarisha imani yake kwake. Anasema hapa chini kwenye mstari wa 24, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa maneno mengine, umenitaja kwa jina la kimasihi la Kiyahudi, mwana wa Daudi. Kweli hilo ni sahihi. Na kazi yangu ni kwa nyumba ya Israeli. Sasa badala ya kukasirika na kuondoka, mara moja mwanamke huyu anapiga magoti miguuni pa Yesu, na hapa kwenye mstari wa 25 anasema, Bwana nisaidie. Unaona, mtazamo wake ni wa unyenyekevu kabisa, lakini safari hii anaacha kutumia jina la kimasihi, mwana wa Daudi. Anaamini kwamba yeye ni Masia wa Kiyahudi, lakini sasa anakuja kwake kama mwenye dhambi wa mataifa. Je, ungeweza kumsaidia mwenye dhambi wa mataifa anayetafuta rehema? Sasa kinachonishangaza ni kwamba Yesu anaendelea kumfundisha hata zaidi. Ni wazi kabisa, anasema hapa kwenye mstari wa 26, si sawa kuchukua chakula cha watoto, yaani watoto wa Kiyahudi, na kuwatupia mbwa, yaani watu wa mataifa. Tena swala hapa ni kipaumbele cha Injili kwa taifa la Israeli, na hii ni kwa sababu ya agano la Mungu tangu enzi za Ibrahimu. Anahitaji kuelewa kwamba kipaumbele cha huduma yake ni kwanza kwa Wayahudi na kisha kwa watu wa mataifa. Basi kwa kweli maneno ya Yesu siyo makali kama yanavyoweza kuonekana. Mwandishi mmoja alieleza kwa kusema kwamba Yesu hakumwita mbwa kama vile Mafarisayo wangemwita mtu wa mataifa. Kwa kweli neno la Kigiriki linalotumika kwa mbwa hapa linamaanisha mtoto wa mbwa anayefugwa nyumbani, na si wale mbwa wachafu waliokuwa wakizunguka mitaani na kula taka. Kwa maneno mengine, wale wanyama vipenzi wanaopendwa na watoto hawapati chakula mpaka watoto wamekula kwanza. Sasa hii hapa ndiyo jibu la mwanamke huyo katika mstari wa 27. Ndiyo Bwana, ni kweli, lakini hata mbwa wanakula makombo yanayoanguka kutoka mezani kwa bwana wao. Sasa hii inamaanisha kwamba anakubali waziwazi kile Yesu alichosema.
Kama mtu wa mataifa hana nafasi mezani katika nyumba ya Israeli, lakini anasema hapa kwamba hata wale watoto wa mbwa walio chini ya meza wanafurahia makombo yoyote ambayo watoto wanaweza kuangushia. Ataridhika basi na hayo makombo kutoka kwa huduma ya Bwana. Anasema kweli, Bwana, nitaridhika hata na koko dogo tu kutoka mezani kwako. Hata hunihitaji kunipa kiti. Kweli hiyo ni imani kubwa sana. Kwa kweli Yesu anamwambia jambo moja tu, mstari wa 28, E mwanamke, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama ulivyotaka. Na kutokana na hilo, binti wa mwanamke huyu alipona papo hapo. Tazama, Yesu anawafundisha wanafunzi wake ujumbe wa kina hapa. Wayahudi na watu wa mataifa wote watasimama mbele za Mungu, na unajua nini? Itakuwa katika usawa kabisa. Wote hawastahili kwa kiwango sawa. Wote ni wenye dhambi kwa kiwango sawa. Lakini ukimjia Yesu kwa imani kama mwanamke huyu alivyojia, Yesu atakuokoa. Atakukubali uwe sehemu ya familia yake. Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Yeye atakupa kiti kwenye meza yake. Sasa kwa hayo, Mathayo anasema hapa kwenye mstari wa 29, Yesu akaondoka hapo na kutembea kando ya bahari ya Galilaya. Katika Marko sura ya 7 mstari wa 31, tunaambiwa kwamba sasa hii ni katika eneo la Dekapoli. Hilo ni eneo la watu wa mataifa kusini mashariki mwa bahari, na Injili ya Marko inaangazia tukio moja maalum wakati wa ziara hii. Sasa niko katika sura ya 7 ya Injili ya Marko mstari wa 32. Walimletea Bwana mtu aliyekuwa kiziwi na mwenye kigugumizi, wakamsihi, yaani Yesu, amweke mikono yake juu yake. Sasa Yesu anamchukua huyu mtu pembeni kutoka barabarani, wanakuwa mbali na macho ya umma, na kile anachofanya ni cha kuvutia. Anatumia ishara kidogo za mikono. Anaweka vidole vyake masikioni mwa yule mtu kana kwamba anaashiria sasa vitafumbuliwa. Kisha anatia mate kwenye kidole chake na kugusa ulimi wa yule mtu, akiashiria kwamba ulimi wa mtu huyu sasa utaweza kusogea na kuzungumza. Halafu ili kuhakikisha kwamba yule mtu anajua nguvu ya kuponya imetoka mbinguni, kutoka kwa Bwana, Yesu anaangalia juu mbinguni na anavuta pumzi kwa huzuni. Kisha anatoa amri hapa kwenye mstari wa 34, na anatumia neno la Kiaramu efthatha. Na yule mtu anaweza kusoma kwa urahisi neno hilo midomoni, efthatha, na kuelewa linamaanisha nini. Linamaanisha efunguka, na hicho ndicho hasa kinachotokea. Mstari wa 35 unasema, masikio yake yakafunguliwa, ulimi wake ukalegezwa, naye akaanza kusema waziwazi. Sasa unaonaje kuhusu mstari unaofuata hapa, mstari wa 36, ambapo Yesu aliwaagiza wasimwambie mtu yeyote, lakini kadri alivyowakataza ndivyo walivyozidi kutangaza kwa bidii. Inaonekana kwangu kwamba Yesu anataka kupunguza kasi ya mambo kwa namna fulani. Mgawanyiko kati ya Wayahudi na watu wa mataifa tayari ni mkubwa sana, na huduma yake miongoni mwa watu wa mataifa itaongeza tu hali hii ya mgawanyiko. Hivyo Yesu hataki hili liwe habari kubwa. Angalau si sasa hivi. Sasa Mathayo tena, tukirudi sura ya 15, anaendelea na simulizi la wakati huo mlimani, na anatuambia kilichotokea baadaye hapa kwenye mstari wa 32. Kisha Yesu akawaita wanafunzi wake na kusema, nawahurumia watu hawa, kwa sababu wamekuwa nami sasa kwa siku 3 na hawana chakula. Sitaki kuwaruhusu waende wakiwa na njaa, wasije wakazimia njiani. Unajua, inanijia akilini kwamba wanafunzi walipaswa kujibu kitu kama, unajua Bwana, sisi pia tunahisi hivyo hivyo, na tunajua unaweza kushughulikia hili bila shida yoyote. Kwa bahati mbaya, jibu lao hapa katika mstari wa 33 linasema, tutapata wapi mikate ya kutosha katika mahali hapa pasipo na watu ili kuwalisha umati huu mkubwa? Fikiria jinsi walivyosahau haraka muujiza wa Yesu kuwalisha wanaume 5,000 na familia zao wote hapo awali. Siwezi kufikiria kwamba wamesahau haraka hivi. Mimi sidhani kama hili ni tatizo la kumbukumbu hapa hata kidogo.
Unaona, ule umati wa watu 5,000 hapo awali ulikuwa ni Wayahudi. Umati huu wa watu 4,000 ni watu wa mataifa. Kile wanachosema kweli ni, Bwana, hebu tuwaache hawa wapagani wa mataifa waende zao. Sasa ngoja nikuambie, wanafunzi bado wana mambo mengi ya kujifunza. Matukio haya mawili yanayohusisha umati wa Wayahudi na wa mataifa kimsingi yanasema jambo lile lile, nalo ni hili: huruma ya Yesu haina mipaka. Iwe ni Wayahudi au watu wa mataifa, iwe ni wapagani wa leo au wale waliokulia kanisani, ngoja nikuambie mpendwa, chini ya msalaba wote tuko sawa. Basi Bwana anafanya nini? Anawalisha kimuujiza watu wa mataifa 4,000 waliokuwa na njaa. Na safari hii anatumia mikate 7 na samaki kadhaa. Pia kwa njia hiyo anawakemea wanafunzi wake kwa mtazamo wa mioyo yao dhidi ya watu hawa ambao ni tofauti sana nao. Yesu anaonyesha huruma kwa kila mtu. Tunapaswa kusoma hili na kumruhusu Bwana akague mitazamo ya mioyo yetu kuhusu watu ambao ni tofauti na sisi, iwe tofauti hiyo ni ya kikabila, kisiasa, kidini, kiuchumi au kimaadili. Sikiliza mpendwa, kama vile hawa wanafunzi wa mwanzo, Mungu anatuita tuangalie zaidi ya tofauti zote hizo na tuwaone kama watu waliopotea, tuwaone kwa huruma na tutoe maisha yetu, kile tunachokijua, ili kulisha roho zao kwa ukweli wa Injili ya Yesu Kristo. Basi kwa hayo, muda wetu umeisha. Mpaka tutakapoanza tena safari yetu ya hekima, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.